إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، وقد فاز المتقون. قال تعالى: inna lilmuttaqina mafaza. Ndugu zangu katika iman, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam kiongozi wa umma, nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, tunaendelea katika tiririko wa darasa zetu, darasa ya fiqhi ambayo inakuwa kila siku ya Jumanne wa kila wiki, na hivi sasa tunavyoongea tayari tupo katika mwaka mpya wa Kiislamu. Na kwa sasa tuseme tuko tarehe 2 Muharram 1448 Hijiria. Alhamdulillah. Ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini na kujitathmini kwa yale ambayo ametuwafikisha kuyafanya katika khairati, kutafuta namna ya kuongeza juhudi na kuona mwaka alhamdulillah umekwisha, na tunaomba Allah azidi kutupa umri wenye manufaa. Lakini lengo kubwa ni tujitathmini kwamba mwaka sisi hatuna kusherekea kwamba unasherekea mwaka mpya. Ni jambo ambalo halifai kwa mujibu wa sheria yetu kusherekea kwa sababu ya kwamba umeingia mwaka. Lakini kujitathmini inakuwa ni jambo jema kwamba umefaulu wapi na ni wapi ambako haujafanya vizuri, ili uweze kuanza kwa juhudi kubwa na kwa matumaini makubwa kwamba unakwenda kufanya kheri biidhnillahi ta'ala katika mwaka huu mpya wa Kiislamu. Na kadiri utakavyokuwa unasogea, ili uweze kuhimarika katika kila nyanja. Lakini kubwa zaidi ni kuendelea kutafuta ilmu, sababu kutafuta ilmu hakukomi. Na ndio maana kama mtu atasema mimi nimemaliza, basi nadhani atakuwa amekosea. Yani kwamba kutafuta ilmu mimi nimemaliza, atakuwa amekosea, bali ni kuendelea kutafuta ilmu kadiri Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa anakupa fursa ya uhai, na kuimarika katika sehemu ambazo unaona bado haujakaa vizuri sana, au kuweka hata kama uko vizuri basi kuongeza ili uwe vizuri zaidi. Tayeb, mbele yetu tuna mlango katika kitabu chetu hichi cha Umdatul Ahkam, mlango ambao unatufahamisha kunako mawqiful imam min almayit. Hadithi hii anasema muallif rahimahullahu ta'ala, alhadith hadithu 60 بعد 100.
alhadith 60 ba'da al-100, kwamba ni hadithi ya 160 katika mlango wa ni wapi hasa imam anasimama katika kumswalia maiti, kwamba mwenzetu anapotutoka, kama tulivyoeleza huko nyuma kwamba tuna mambo manne ya kumfanyia mwenzetu. Miongoni mwa mambo hayo manne ni kumswali, kumuosha na kumkafini na kumswalia na kumzika. Mambo muhimu haya ni haki za Muislamu mwenzetu pale anapotutoka. Lakini sasa tunajifunza ni wapi hasa tunasimama pale tunapomswalia maiti. Hadithi hii anaisimulia sahabiyul jalil an Samrata bin Jundubi radiyallahu ta'ala anhu qala صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. Sahabi jalil huyu anasimulia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sallaitu waraa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye aliswali nyuma ya mtume wa Allah, sala na salam ziwe juu yake, ala mraati matat, kwa mwanamke ambaye alifariki, fi nifasiha, bimaana bisababi khuruji dami nifas, kwa sababu ya kutoka damu ya nifasi. Faqama wastaha, alisimama katikati yake, ما يؤخذ من الحديث الصلاة على الجنازة ومشروعيتها. الصلاة على الجنازة ومشروعيتها، kwamba kuswali juu ya jeneza na kule kuwekewa sheria jambo hilo, kwamba limewekewa sheria, kwamba si kitu ambacho kimebuniwa. Pale inapoonekana Uislamu wanaswalia maiti, na hasa wa kike, kwa maana unsa, mwanamke huyu, tunasimama katikati. Manake imam anasimama katikati ya jeneza. Sio jambo kwamba limetoka tu, yani kienyeji, kwamba lina wino na limethibiti kisheria. Ndio maana anasema as-salatu ala al-janaza wa mashru'iyatiha, kwamba swala ya jeneza na kule kuwekewa sheria kwake. Hiyo ni moja ya faida, kwamba kauli ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimswalia mwenzetu aliyetutoka wa jinsia ya kike, alisimama katikati. Kwa hiyo ni kuonesha kwamba swala hili liko kisheria kabisa. 2, anna mawqif al-imami min al-mar'ati yakunu wastaha, kwamba sehemu ya kusimama imam
katika kumswalia mwanamke inakuwa ni katikati, sawa matat min nifasi au ghairihi, sawa sawa huyu amekufa kutokana na nifasi kama ilivyoelezwa kwamba kwa sababu ya damu nyingi iliyomtoka mwanamke huyu radhiyallahu ta'ala anha, ikalazimu akawa Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua, akawa ndiyo ajali yake. Basi Allah akajalia kuwa ndiyo ajali yake, akawa amefariki. Lakini anasema anaweza kufa kwa sababu nyingine, si kwamba kila atakayekufa kwa nifasi ndio tusimame katikati au tumswalie. Hapana, ni kwa mwanamke yeyote ambaye atakuwa amefariki kwa sababu yeyote, tutawajibika kumswalia. Fal'ibratun min alhadith wasfuha biannaha imra'at, na mazingatio katika hadithi hii ni kwamba wasifu wake ni kwamba yeye ni nini? Ni mwanamke. La bikauniha nufasai, si kwa sababu yeye ni nini? Amekufa katika hali ya kutokwa na damu ya nifasi. Fa innahu wasfu ghairi mu'tabar biittifaq, kwamba swala la nifasi halizingatiwi kwa itifaqi. Thalatha, anna nufasaa wa in hazati shahada bimautiha fi nifasiha, hata kama alipata shahada kwa kufa kwake kutokana na nifasi, huyu kafa shahidi, lakini salla alaiha, alimswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala ta'khudhu hukmu ash-shahid al-ma'raka, huyu fala haichukui hukumu ya shahidi al-ma'raka, fala ta'khudhu hukma ash-shahid al-ma'raka, haichukui hukumu ya shahidi wa vita. Kawaida mtu akifa shahidi vitani, basi uwaga hivyo vyote havifanyiki, lakini huyu kaswaliwa, kwa maana haichukui hukumu hiyo pamoja na kuwa amekufa shahidi. Arba'a, allala ba'dhum alhikma, allala ba'dhum, maana baadhi alulama alhikmata fi wuqufi wasti almar'a, katika kusimama katikati ya nini? Ya mwanamke, biannahu astar laha minan nas, kwamba hili jambo linamstiri zaidi kwa watu, kwamba jambo hili linamstiri zaidi. Hii ni katika ijtihadi ulama, kwamba kuna kule kujitahidi kwamba kwa nini alisimama katikati, kwamba anastiri asionekane na hawa ambao wako nyuma ya imamu. Ni jitihada tu. Faida, mawqifu al-imam min ar-rajul izau ra'sihi, lima rawa at-Tirmidhi wa hasanahu anna Anas salla ala rajulin faqama 'inda ra'sihi thumma salla ala imra'atin faqama hiyala wasti as-sarir, kwamba ni kuonesha kwamba Anas radhiyallahu ta'ala anhu alikufa mwanamme akasimama kichwani mwake na akafa mwanamke akasimama katikati. Kwa hiyo hii ni kuonesha kwamba jambo hili limethibiti kisheria, na mwanaume tunasimama katikati, ama mwanamume tunasimama kwenye kichwa, ama mwanamke tunasimama katikati.
قال العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه فقال نعم. Al-Alla ibn Ziyadi huyu alimuuliza Anas kwamba hivi ulivyofanya kwa mwanamme ukasimama kichwani mwake na kwa mwanamke ukasimama katikati, ina maana hivi ndivyo ulivyomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam au ni ijtihadi yako? Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu akasema naam, kwa maana kadhibitisha kwamba jambo hili liko kisheria na wala sio ijtihadi yangu. Fa idha ijtama'a janais fayakfihinna salatun wahida, ikiwa maiti watakuwa ni wengi basi itawatosha swala moja. Fa in kanu naw'an wahidan, kama jambo hili ni yani kwamba maiti ni wengi basi ataswaliwa mmoja kwa niaba. Yani swala itakuwa ni moja, sio kwamba wataswaliwa kila mmoja ya kwake. Fayakfihinna as-salatu wahida fa in kanu naw'an wahida qaddama ila al-imam afdaluhunna bi'ilm, yani imam atamtanguliza mbora wao katika ilmu, au taqi, au akatanguliza yule ambaye ana ucha Mungu zaidi, au sinni, au yule mkubwa zaidi. Wa in kanu rijala wa nisaa, na kama utakuwepo na mchanganyiko wanaume na wanawake, quddima ar-rijalun 'ala an-nisa, watatangulizwa wanaume juu ya wanawake. Was-salatu 'ala al-janaza shufa'a min al-musallin lil-mayyit فينبغي إخلاص الدعاء وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه الذنوب, kwamba huenda Allah subhanahu wa ta'ala akawa msamehe madhambi yake na akamfutia وإحضار القلب لعل الله أن يتجاوز عنه ويمحو عنه الذنوب, na inatakikana mtu kuhudhurisha moyo wake kwa kumwombea dua, huenda Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake na atamfutia madhambi yake inda khurujihi min ad-dunya, wakati anatoka duniani. Kwa hiyo ni kuonesha kabisa kwamba jambo hili limethibiti kisheria na halina tatizo kabisa. Kwa hiyo tumefahamu katika hadithi iliyopita jambo la msingi kwamba mwanaume tunasimama kichwani mwake na mwanamke tunakuwa katikati yake katika kuswali swala ya jeneza. Na mlango mwingine, babu fi tahrim at-tasakhuti bil fi'li wal qawli, mlango wa kuharamisha kule kufanya vitendo vinavyoeleza kutoridhishwa. Tasakhut ni kule kutoridhia qada illahi wa qadari, kuchukia
kile kilichotokea kwa kauli au fi'li. Na tutakuja kuona matendo hayo wakati mwingine yanakuwa ni ya sampuli gani, kwamba ndo hivyo tayari mwenzetu umeshatutoka. Sasa hali itakayokuwa baada ya kupata huo msiba. Kwa hiyo tuna subra ni mwanzo kabisa, na masabru inda sadamatul ula, kwamba subra ni pale linapotokea tukio ndo utajulikana sasa kweli wewe ni mtu wa subra, kwamba muda huo umepashwa habari kwamba ndugu yako au jambo fulani au kadha, utafanyaje? Itakuwaje? Utafanya nini? Utasema nini? Kauli yako ya kwanza au kitendo chako cha kwanza wakati unapokea taarifa hiyo ya qadai llahi wa qadar, khasatan fi aqdari llahi almu'lima, katika kadari za Allah subhanahu wa ta'ala zile zenye kuziumiza nyoyo, utapokeaje jambo hilo? Kwa maana kwamba kama utazungumza maneno ambayo sio sahihi au fi'li ambayo sio sahihi, ndio hiyo inaita tasakhuti, kwamba kitendo chako kitaonesha kuridhia au kitaonesha kwamba kadha 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 kadha, au pengine vitendo vya kuonesha hapana, jambo hili kwa nini? Kwa nini hasa? Na hivi vitu vipo. Tunakumbuka tupo Tanga kipindi mmoja, Muhindi akawa amepata msiba wa mwanae, akaondokewa na mwanae, akawa analia kwamba analalamika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini amemchukua mwanae wakati sambaa ipo inarandaranda, yani kaacha ile sambaa ipo tu inazunguka, alafu mwanangu akampechukua. Sasa kwa nini hii sambaa inazungazunguka humu mjini, asichukue sambaa moja alafu mwanangu akabaki? Kwa kaona afadhali iende hii sambaa, iende hii, lakini wakwake hapana. Kwa nini aende? Hayo maneno ndiyo tasakhut, kule kutoridhia qadha illahi subhanahu ta'ala, kwamba unaona kwa nini, yani kwa nini wewe? Kwa sasa, kwa maana unaona wengine ndio wakuondoka, wewe wakwako wasiondoke. الحديث 61 بعد 100، حديث يا 161. عن أبي موسى، kutoka kwa Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Qais. يعني أبي موسى بمعنى عبد الله بن قيس، بمعنى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال المصنف: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، وهكذا الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وهكذا الشاقة التي
tashuqqu juyubaha, yani tashuqqu jaybaha au juyubaha au thawbaha. As-saliqa kwamba ni yule ambaye ananyanyua sauti yake sana, ananyanyua sauti akilalamika kwa nini, au akileta ingelikuwa hivi, ingelikuwa hivi, ingelikuwa hivi, ingelikuwa hivi. Kisha tokea basi, ndio hiyo tunaambiwa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakuna zaidi. Sasa ya kwamba wewe tungemuaisha au tungefanyaje, wewe umechelewa wapi, umefanya fanyaje, kishaenda sasa, hayo hayasaidii tena, ameshaenda basi. Tayeb, na mara nyingi haya ndo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam bari'a, yani ibtaada, yani yuko mbali. Na wakati mwingine kwenye hadithi nyingine falaysa minna man fa'ala kadha man fa'ala, hiyo ni ibtiadi, yani si katika sisi, sio yani mimi siko pamoja naye. Ibtaada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kadha, kwamba atakayefanya hivi au jambo hili yuko mbali naye. Kwa hiyo bari'a mina as-saliqa, kwamba huyu mwanamke, na sana sana hii imekuja kwa wanawake, sababu wanawake ndiyo asilimia kubwa wana roho ndogo au uvumilivu unawashinda, na hasa kwenye matukio makubwa, matukio yanayoumiza nyoyo, wanawake wanakuwa wanashindwa kuhimili. Ndio maana ukiona mtu amepata msiba na mwanaume yuko analia kwa kupiga mayowe, makelele, masauti, basi huwa ana matatizo, yani hajatendea haki ile wanaume wake, hajautendea haki. Sababu kama wewe mwanaume na uko kwenye makelele sasa nani sasa yani waafadhali atakuwa nani sasa? Ndio maana watu nasema kwamba mwanaume kifua, mwanaume uwe na kifua. Hawana maana uwe na kifua kwa maana kikubwa kwamba kinaenea barabara nzima, yani kwa mwanaume uwe na kifua kipana. Kifua kipana ni kile cha kubeba mambo mazito, yani una uwezo wa kubeba mambo mazito ambayo kikawaida mtu wa kawaida au mwanamke hawezi kubeba. Unaweza ukatwishwa mzigo ukahimili huo. Miongoni mwa hayo ni kuhimili juu ya mambo yenye kuumiza nyoyo, lakini kuhimili pia kubeba siri pale ambapo itakuwa siri hiyo haitakiwi kutoka. Bebe vitu vingi na utulie. Lakini kama wewe mwenyewe unakuwa wewe huwezi kuhimili hata kajidu kadogo tu, huo wanaume wako uko wapi? Uko wapi sasa? Kama kitu kidogo wewe mwenyewe unakuwa tepe, sasa sinambie mke wako, sinambie watoto, itakuwaje? Hakuna wa kumbembeleza, hakuna wa kumnyamazisha mwingine. Sasa kama yote itakuwa yote ni vilio, nani wa kumnyamazisha mwingine? Hatusemi kulia ni kosa, lakini lia kiwanaume. Wanaume hali kwa makelele, analia kwa maana ya kutoka na machozi, kuonesha akahuzunika, jambo limemfika. Na hii si kwamba ina maana kwamba haridhii kilichotokea. Ni ile mapenzi ya yule aliyeondoka,
ama maumivu yaliyopatikana baada ya kile kitu kuondoka, lakini sio tena sasa masauti na nini na mambo mengine ambayo hayafai. Akaendelea akasema walhaliqa, yule ambaye ananyoa, mwanamke mwenye kunyoa nywele, ananyoa nywele. Japo haya kwenye mazingira yetu nakuta na wanaume wanafanya, lakini yanakuwa ni maarufu kwa wanawake asilimia kubwa, sababu hawawezi kuvumilia. Ama ikitokea mwanaume kafanya hiyo, ni inakuwa inaleta tafsiri nyingine. Washaqa, yule mwenye kuchana, kama ana na mifuko ni ile ya nguoni, yani ile mifuko ambayo iko kwenye nguo ya sasa, ukapata taarifa ukaingiza mkono ukachana, au shati ukaingiza hivyo ukararua, kwamba yani huelewi, yani kwamba hauelewi, yani unaona mambo yani vipi tena, unararua nguo zote, unachana, unafanyeje kuonesha kwamba yani hauridhiki. Kwa nini? Yani kwa nini? Kwamba ingelikuwa huyo, yani ni kama unaonesha ingelikuwa huyo aliyesababisha hicho kitu yuko hapa mbele yako, unamuona na una uwezo wa kumfanya lolote, basi ungefanya. Yani kwamba ingelikuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa hapo na una uwezo wa kumgusa na ukamuadhibu, basi ungeweza fanya, lakini kwa sababu ndo hivyo, huna namna, unaashiria kwamba sijaelewa, yani sielewi kwa nini iwe hivyo, kwa nini iwe hivyo. طيب الحديث الثاني و60 بعد المئة. Hadithi nyingine takuja sherehe kwa wakati mmoja. Hadithi nyingine ni ya 162. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, kutoka kwa sahabiyul jalil Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anasimulia kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, qal, amesema, laysa minna man daraba al-khududa, laysa minna man daraba al-khududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'awati al-jahiliya. Hizi hadithi zote zina maana moja, na hapa haina maana kwamba ni haya ndio maana mwisho unaona wadaa bid'awati al-jahiliya, akafanya mambo yale ya jahiliya. Mambo ya jahiliya ni mengi, anaweza kuwa ni katika kauli au fi'l, na si lazima yote yawe yamehorozeshwa mahali pamoja, yani kauli. Ndio maana hapa akasema babu fi tahrimi at-tasakhuti bil fi'l wal qawl, iwe ni fi'l iwe ni qauli ambayo inadhihirisha, inaonesha kule kutoridhia kwako. Mfano anaweza kuwa sasa sio kuchana nywele, sio kuchana nguo, wala sio kunyoa nywele, na wala sio kupandisha sauti, lakini pengine ukaamua kupiga vitu mateke. Yani wewe baada ya hiyo taarifa, kama kuna maharage yote ukafyeka na mateke, hiyo nayo itaingia hapa. Hiyo nayo itaingia hapa, ni katika vitu ambavyo vinaashiria kutoridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi hapana, siridhii. Kwa nini? Kwa hiyo hata kama ni kauli nyingine, hujapandisha
sauti, lakini umeonesha kulalamika. Sauti sio kubwa, lakini ni maneno ya kawaida ambayo unaonesha kutoridhika. Bado hiyo ni tasakhuti vile vile. Niseme kwamba lazima unyanyue sauti yako. Unaweza usinyanyue, lakini maneno yakawa ni ya kutoridhika na nini? Aqdarillahi subhanahu wa ta'ala, na yenyewe yataingia. Laysa minna, si katika sisi. Man daraba alkhudud, hapa man daraba alkhudud hadaitaja, haijapatikana kwenye hadithi tulianza nayo. Mwenye kupiga mashavu anapiga, naweza asipige mashavu, lakini akawa anapiga sehemu yoyote ya mwili. Hii ni mfano tu. Sehemu yoyote ya mwili anapiga kuonesha mimi. Kwa nini? Yani kwa nini sielewi? Kwa nini iwe mimi? Kwa nini iwe mimi? Au kwa nini awe fulani? Kwa wahakadha. Washaqqa aljuyub, hii tumeiona, kuchana mifuko, na sasa ni mifuko ya nguo. Naweza kuwa ni juyub au saubi, iwe ni mifuko au ni nguo yote, kawa na chana anaonesha kutoridhika na kilichotokea. Wadaa bid'awati aljahiliya, na akadai madai ya jahiliya, au akawa anazungumza maneno yale ya jahiliya, maneno. Kwa maana hapo unaweza ukawa as-saliqa, akawa anatoa sauti ni makelele tu, mayowe, kama ilivyokuwa zamani kwenye mazingira, na siku hizi si naona na inapotea alhamdulillah. Ilikuwa mtu akifariki wanajipanga, alafu baada ya hapo watu wanapiga mayowe ya hatari, utafikiri na hayo wanasema ni ya kuwa yani yanafahamisha watu kwamba hapa kuna msiba. Kwa hiyo watajipanga, watamaliza, alafu itapigwa mayowe, sio yani sauti inapandishwa kweli kweli, utafikiri kakitwa kisu hapo. Sasa hayo ndiyo as-sariqa. Na mara nyingi hata kwenye mazingira yetu walikuwa wakifanya wanawake, wanaita watu sasa kwamba hapa kuna nini? Kuna msiba. Sasa wadaa bid'awati aljahiliya, anasema maneno ya jahil ya zamani ya kijahilia. Pengine kuna mambo anafanya, kuna imeweza kuwa ni kauli au ikawa ni fi'li. Mambo ya jahil yani kabla alislam, kana anafanya mambo ya jahiliya maana kabla alislam, yale yaliyokuwa akifanyika akafanya yeye. طيب، معنى الإجمال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لله ما أخذ وله ما أعطى، وفي ذلك الحكمة التامة والتصرف الرشيد. من عارض في هذا ومانعه فكأنما يعترض على قضاء الله وقدره. kwamba ipo haja ya kuridhika kwamba alichokichukua ni chake Allah subhanahu wa ta'ala, walahu ma a'ta, na anachokitoa chake, wa fi dhalika hikmatun tamma, kufanya hivyo kuna hikma kubwa sana iliyotimia, kwamba sasa aliyekupa hicho ndo kachukua, yani alichokichukua chake, alichokibakiza chake vile vile. Sasa hayo malalamiko ya nini? Sababu huyo aliyekupa ndo kachukua, sasa ndo kachukua. Kwa hiyo cha msingi ni kuridhika
kutoonesha kupinga. Man arada fi hadha, mwenye kupinga hili, mwenye kupinga kwamba sasa huriziki kwa nini, au akawa anatamani kulizuia hili, kule kupinga kwake, kwa kupinga kwake jambo hilo ni kupinga kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake, kwamba sasa wewe hutaki aendeshe, hutaki yeye afanye maamuzi yake, wataka wewe umpangie cha kufanya na cha kuacha, ambavyo yeye yafual ma yasha, anafanya anachotaka. Sasa wewe usimpangie. Qala ta'ala, waman yu'min billahi yahdi qalba, waman yu'min billahi yahdi qalba, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala anaongoza moyo wake. Mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala anaongoza moyo wake. Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema maneno hayo ametafsiri sahabiyul jalil Alqama radiyallahu ta'ala anhu kwamba maana al-aya huwa man asabahu al-musiba, huwa man asabahu al-musiba, ni yule ambaye amepatwa na msiba. Asabahu al-musiba, amepatwa na msiba, na baada ya hapo imekuwaje? Fa'alima annahu min indillah, akafahamu kwamba hiki kilichonipata ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akalijua hilo. Tena ufahamu huo ukawa ni wa yaqini kabisa, bahadha min indillahi azza wa jalla, fa'alima annahu min indillahi, na baada ya hiyo fayarda wa yusallim, akaridhia baada ya kufahamu na kuyakinika kabisa kwamba hii ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akaridhia. Wa yusallim, na akasalimu amri, akaridhia na akasalimu amri, kwa maana hafatishi maneno ya kutoridhika na wala hafatishi matendo ya kutoridhika, ndiko kusalimu amri. Ikawa hakuna chochote sasa unakifanya kinyume na sheria au unakinena kinyume na sheria, wewe umekubali kwamba hili ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hiyo kwamba waman yu'min billahi yahdi qalbi, mwenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala anauongoza moyo wake. Kuongoza moyo wake ni kufanyaje? Ni pale anapopatwa na msiba na matatizo na majanga akaridhia. Na msiba hapa sio lazima iwe ni mauti. Msiba ni neno pana, halimaanishi iwe ni mauti. Wa hakadha inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, haimaanishi lazima iwe ni msiba kwa maana ya msiba wa kuondokewa na mpendwa wako. Hata nyumba vile vile ikaungua, ukapata taarifa, nasema hiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo anasema sio kwamba ni hasa kwa kuondokewa na mpendwa wako tu, kila qadar hasa zile mu'lima waweza sema hivyo, waweza sema hivyo. Alhamdulillah alladhi huwa ainul muslah,
والحكمة وأساس العدل والصلاح. kwamba kuridhia qada illahi wa qadari ndiyo hasa msingi wenye maslahi na msingi wa hikma. Ni msingi ambao unaleta maslahi, lakini ni msingi ambao unaleta hikma na wa asasi la adl, na ndiyo msingi hasa wa uadilifu. Kama wewe kweli ni mwadilifu, uridhike, kwa sababu kitu ni kukiweka mahali pake panapostahiki, na Allah kafanya kwa uadilifu mkubwa na kwa hikma kubwa. Wewe hujui kabisa. Kwa hiyo kwa kuwa huyajui mambo, uridhike, usioneshe kutoridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhan fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara anna man tasakhata wa jazaa min qada'i Allah fa huwa ala ghairi tariqatihi al-mahmud. Basi atakayepatwa na hiyo hali akawa sasa yeye anaongea maneno yasiyofaa, akawa amefadhaika kupitiliza, afanya yasiyofaa, kufanya hivyo ni kinyume na njia iliyokuwa, yani njia iliyokuwa ni nzuri yenye kusifiwa na sheria. Wa sunnatuhu almanshuda, lakini kufanya hivyo si katika sunna iliyokokotezwa ambayo ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pale unapopatwa na hali hiyo, basi yatakiwa hayo usiyafanye. idh qad inharafat bihi at-tariq ila nahiyati alladhina idha massahum ash-sharru جزعوا هلعوا لأنهم متعلقون بهذه الحياة الدنيا فلا يرجون بصبرهم على مصيبتهم ثواب الله ورضوانه. kwamba ama kule kuondoka kwenye sheria, kuondoka kwenye njia ya sawasawa, ukaelekea upande ambao ni wa wale wanapopatwa na mambo, basi wanachupa mipaka. Wakipatwa na hayo wanachupa mipaka, na hiyo ni kwa sababu nyoyo zao zimeegemea sana kwenye nini? Kwenye dunia, na wamekosa kule hawategemei kule, wamekosa matarajio ya subira yao katika musiba, kwamba wanapata thawabu na wanapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wamesahau na wamekosa matarajio ya kwamba katika kusubiri kwao juu ya matatizo hayo yaliyowapata kuna thawabu, lakini kuna ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba atakayefanya hivyo anapata na kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wamesahau hivyo. Wa rasulu sallallahu alaihi wasallam fahuwa bari'un mimman da'afa imanuhu falam yahtamilu وقع المصيبة حتى أخرجهم ذلك إلى التسخط القولي بالنياحة والندب أو لفعل كحلف الشعور وكذا، كحلق الشعور وكذا. أما yule ambaye
atadhoofika kiimani, yani imani yake itakuwa ni dhaifu, hawezi kuvumilia, hawezi kubeba haya, akaingia kwa imani yake hiyo dhaifu, ikawa imemtoa katika msingi mzuri wa sheria, akaelekea kwenye kuzungumza maneno yasiyofaa, kufanya vitendo visivyofaa, akaomboleza, akafanya hayo, au akanyoa nywele, au akachana nguo zake, au akahuhisha zile ada za jahiliya, yani wadaa bid'awati aljahiliya, akawa amefanya zile ada za jahiliya, sawa sawa ni kaulia au fiilia, kazifanya hizo ambazo hazitambuliki kisheria, basi mtu huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yuko mbali naye atakayefanya hivyo. Wa inma awliya'uhu alladhina idha asabatuhum musibatun sallamu biqada'i llahi ta'ala. Ama Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko pamoja na wale ambao wakipata msiba wanasalimu amri na kuridhia qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na hikma yake, wanaridhia. Waqaluna, wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun, kwamba wale wanaosema hakika sisi ni wa Allah subhanahu wa ta'ala na kwake tutarejea, hao ndio ambao wanapata baraka na rehma za Mola wao, na hao ndio walioongoka, hao ndio ambao wameongoka, wamefuata njia ya sawasawa. Ama wale ambao wanakwenda tofauti na hapo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema yuko mbali nao. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposema yuko mbali, la shaka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala naye yuko mbali na hao. Ukifanya tofauti, basi kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana bari'un min haula, basi Allah naye yuko mbali na hao. Ma yukhadhu min alhadith, ama yale ambayo yanachukuliwa katika hadithi hii: tahrimu tasakhut min aqdari llahi almu'lima wa idhhari dhalika bin niyah, ule haram wa kutoridhika kwa kuleta kauli au fi'l ambayo haiko sawa sawa, min aqdari llahi almu'lima, katika qadari za Allah zinazoumiza, wa idhhari dhalika bin niyaha, na kudhihirisha kuomboleza, au nadba au alhalq au alshaq au ghairi dhalika, tahayyi turab kahasyi turab ala ras, yani anayefanya hayo akawa yeye anadhihirisha kuomboleza, kunyoa, ana chana nywele zake, anajiweka michanga kwenye kichwa chake, hizi zote akawa anaonesha kutoridhika, mambo kama hayo. Hii hadith au hadithi hizi mbili zinaonesha uharamu wa mambo hayo. Haya mengi sana yamebakia kwa akina mama, asilimia kubwa yamebakia kwa akina mama. Ama akina baba walillahi alhamd wapo, lakini ni wachache wanao, hasa katika matendo ya kuchana nguo, fanyeje kwa haka. Ama kauli hivi bado vipo, maneno ambayo nyanyua sauti, hivi bado vipo katika mazingira yetu. Tujitahidi tuviache, kama kuna wale ambao bado wanaendelea navyo, ambao bado wako mbali na mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam,
manhaji salafi as-salih, wale ambao wako mbali na itikadi ya ahli sunnati wal jamaa bado wana shida katika haya mambo. Wa tahrimu taqlidi al-jahiliya biumurihim allati lam yaqirruhum ash-shari'u alaiha, na uharam wa ada za jahiliya. Ada za jahiliya, na ada za jahiliya zinaweza ikawa si lazima kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hata kwenye mazingira yetu zipo ada ambazo labda ni za makabila fulani fulani ambazo zinapingana na sheria ya Allah. Hizo zote zinaingia katika jahiliya, zote madamu ziko kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, zote hizo zinaingia katika jahiliya. Bi umurihim allati lam yaqirruhum ash-shari'u alayha, yani mambo yote ambayo wanafanya watu ambayo sheria haijakiri au haijayapitisha kwamba yapo katika dini, ama sheria haijayaweka kwenye dini, yote hayo yanakuwa mbali na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min jumlatiha da'awahum albatila, na katika jumla ya ubatili ni yale madai batili inda almasaib, juu ya misiba, yani ambayo ni maneno au fi'li batili ambayo hayafai na haya sheria haiyatambui, na yenyewe ni haramu ambayo sheria haijayatambua. Wa anna hadha al-fi'l wa hadha al-qawl min al-kaba'ir lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tabarra'a mimman 'amala dhalika, na kwamba hakika fi'li, matendo haya, wal qawl, na maneno haya, min al-kaba'ir, ni katika kaba'ir dhunub, lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam tabarra'a mimman 'amala dhalika, kwani Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa amejiweka mbali kwa yule anayefanya hivyo. Wala yatabarra'u illa man fa'ala kabira, na Mtume sallallahu alayhi wasallam hajiweki mbali na jambo, ima iwe kauli au fi'li, isipokuwa yule ambaye amefanya kabairi dhunub, amefanya dhambi kubwa. Haiwi hivyo isipokuwa ni yule ambaye amefanya dhambi kubwa. La ba'sa min al-huzn wal-bukaa fahuwa la yunafi as-sabr ala qada'i Allah, si mbaya, yani haina neno kwa yule ambaye atahuzunika huzuni ya kawaida isiyochupa mipaka, wal-bukaa, akalia. Kulia manake ni kutokwa na machozi, hakuna zaidi ya hapo. Fahuwa la yunafi sabri ala qada'illah, hii haimaanishi kwamba hauna subira juu ya qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inma huwa rahma ja'alaha Allah fi qulubil aqarib wal ahibba, kwani hii ni huruma ambayo, huruma na mapenzi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kayajalia baina ya ndugu na wale marafiki au na wale wanaopendana, kwa maana ya marafiki au jamaa na watu wengine, kwamba hiki ni kitu kimo fitria, kinachoziwa ni ile kunyanyua masauti, makelele na nini, ikawa wewe sasa walalamika, unatenda visivyo hapa hivi. Hapana. Ama maumbile huwezi kuzuia, na mara nyingi sana unapoumia
ni muhimu sana sana. Kuna shekhe mmoja ambaye alisomea Sudani digrii yake ya sheria, alitueleza kwamba mwanafunzi mmoja aliingia kwenye ubao wa matangazo wa matokeo ya mitihani yao, na mambo ya vyuo yalivyo, kuna baadhi ya maksi usipozipata inabidi urudie mwaka, na tena inaweza isiwe mwaka, bado ukifeli tena unarudia, kwa sababu chuo hakunaga, yani lazima vipindi vyote uvipasi. Sawa sawa, umechelewe utajua mwenyewe, lazima uvipasi upate kiwango angalau cha chini cha wastani ambacho kinatakiwa. Sasa alikuwa yeye ameshafanya maamuzi yake ya kuondoka. Alipoingia ubaoni akaona matokeo yako tofauti, kwa maana akaumia. Alikaa, yani macho aliyaweka kwenye ubao, hakuyatoa mpaka akadondoka, akazimia kabisa, akazimia. Walipompeleka hospitalini, daktari akampima, akamwangalia, akasema kilichomfanya azimie huyu ni kule kuzuia kutoa hisia zake, kule kuzuia machozi yasitoke kulia mbele za watu. Akaona haya, akayazuia machozi yasitoke. Hayo ndiyo yaliyosababisha kuanguka kwake. Kwa hiyo ikawafundisha kwamba pale unapoumia ipo haja ya kutoa machozi, bali kwa mujibu wa madaktari kutokwa na machozi ni tiba. Yaani wewe kama unamaliza muda mrefu chozi hajawahi kutoka, kuna vitu unakosa. Na ndio maana chozi kulia, kutoa machozi au kutokwa pia inasafisha macho, lakini na refresh akili, inaweka sawa ubongo, akili inakaa sawa sawa. Kwa hiyo unapoumia kufika kiasi, bora ukajitenge kidogo, basi ukaiulie, halafu upanguse machozi yako uondoke zako. Mwanaume kulia haina maana umeshindwa kubeba mzigo, hapana, lakini ni uliaji ambao wa kistaarabu ambao unaonesha kwamba una maumivu. Sasa unapozuia machozi kwa kiasi kikubwa, unaweza kusababisha maradhi makubwa. Sio mtaalamu kwenye kulieleza hilo, lakini nilishasikia wataalamu wanasema kwamba machozi yakitoka yana maana yake sana, yana maana yake. Kwa hiyo kutokwa machozi ya kawaida ambayo ni ya kimaumbile hayana neno. والنبي صلى الله عليه وسلم حزن وظرفت عيناه وقال لا نقول إلا ما يرضي رب. Kwamba Mtume صلى الله عليه وسلم alishakuwa na huzuni na macho yake alishatoa machozi, alishabubujuka na machozi, na akasema hatusemi isipokuwa yale ambayo anayaridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Yale ambayo anayaridhia Mola ndiyo tunayoyasema, hatusemi. Kwa maana kumbe kulia twaezalia, lakini tunalia kwa ile maumivu ya kifitria, ya kimaumbile, sio ya kuonesha kutoridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati tunalia tusiweke maneno ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala.
Yaweza kuwa ni haya, yaweza umwambia ukawa una Allah subhanahu wa ta'ala alichokihukumu ni haki kabisa, wa hakadha maneno mengi ambayo yanaweza ukayazungumza, lakini afdal inna lillahi inna ilayhi raji'un, inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta, kulli shay li ajalin musamma, wa hakadha na mengine yanayofuata. Lakini ni kuonesha kwamba kuzungumza hayo si kosa. Wa ba'dhum mustahabba al-buka, na baadhi ya wana wachuoni wakasema inapendeza kulia kwenye masaib, na hasa ya kukoswa, yani hayo ambayo yanaumiza, inapendeza. Baadhi mustahabba al-buka, kwamba kutokwa na machozi ni jambo linapendeza. Na nyinyi mnajua kwenye mazingira yetu istihbabi si wajib, lakini istihbabi hii inaonesha waqi kabisa kwamba kwenye mazingira ina namna fulani. Make inapotokea mpendwa wako ametoka, alafu ikaonesha we mkavu kabisa, huoneshi kuhuzunika, huoneshi hata athari angalau ya machozi, hawa wengine wanakushangaa kidogo, wanaanza kukudhania kwamba huyu vipi bwana. Sasa inapokuwa pengine, na sasa hivi dhana ni nyingi, mtoto kaenda au ndo, na kama Allah amekukunjulia kidogo na pesa, kashamtoa Freemason huyu kashamtoa, we umemwona ana athari ya kuumia huyu. Hizi mali za watu bwana, unaona watu wana mali lakini mambo ni mengi, kisa hawajaona ukihuzunika baada ya kuondokewa na mtoto wako, hawajaona. Yani basi kama ni baba ana mali, hawa watu walikuwa wanakimbilia mirathi tu, hata huzuni hakuna bwana. Yani watu wako wenyewe hawaoneshi chochote kwamba wameumia kuondokewa na mzee wao, yani wapo tu. Sasa tuna wasiwasi, sio kama amemuua baada kupata mali na nini wahakadha. Kwa hiyo istihbabi hii unaona kabisa kwenye mazingira yetu ni kweli inapendeza, angalau basi kweli wewe si binadamu kuondokewa na mpendwa wako, mtoto, mama au mke nini, kweli hata huzuni haionekani, bado linaonekana ni la kawaida sana, ni kweli. Lakini wewe una imani kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, haujaifikia. Lakini hatuna maana kwamba muda wote wewe ni kulia, basi na kama tulivyosema, achilia mbali kwamba watu watasema nini, kwa sababu hatuwezi kufanya mambo kuridhisha watu, hilo tunalizungumza kila siku. Lakini pia ni tiba kwenye mwili wako, kule kutokwa angalau na machozi kidogo kwa yale maumivu uliyopata, inaweza ikasaidia katika kukuweka sawa. Wa ba'dhum mustahabba al-buka walil ulama wal 'arifin fi hadha al-bab wa araa yadhhabuna fiha hasba ma tuhi ilayhi nazaatihim ad-diniya. Na anasema wana wachuoni na watambuzi wa mambo katika mlango huu wana rai, wana maoni kulingana na mielekeo yao ya kidini, kwamba kila mmoja amejitahidi kuleta rai katika hili. Kwa maana unaweza kasema hivi, unaweza kasema hivi, rai ni nyingi juu ya kulia na kufanyeje na kutolia wa haka. Lakini istihbabi hii tumeiona kwamba ni muhimu sana. Sasa kwa sababu muda nao unatutupa mkono, zipo faida mbili muhimu ambazo amezieleza mtunzi wa kitabu hichi, na naona nikizianza siwezi kuzimaliza kwa haraka. Ni nzuri na ni muhimu, tambihi ambazo ni muhimu sana. Kwa hiyo tuishie tu hapa, insha Allahu taala tutakuja kumalizia hizi faida mbili na kuendelea katika hadithi inayofuata.
Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.